Ngoja nianze na statement like this. Moja ya kitu kinachoogopwa sana Afrika ni mafanikio. Kwa nini dhana ya mafanikio Afrika imekuwa na contradiction? Kuna mtu mmoja aliwahi kutoka nje, alikuwa amepeleka injili maeneo fulani vijijini kwenye nchi fulani Afrika hapa. Alipofika kule, wakati anapeleka injili, aligundua kuna miamba fulani ambayo ina madini ndani yake. Na akazungumza na wanakijiji wa pale, akasema mkichimba tu hapa kidogo tu, mnaweza mkachimba tu mita kadhaa tu chache tu hapo, mtapata hayo madini. Kaondoka akaenda zake Ulaya. Alipoenda huko akakaa miaka 3, akarudi tena kwa nia ya kuleta injili tena kwenye kijiji kile kile. Alipofika akakuta hali ya wananchi ni ile ile, na ile sehemu hawajachimba wala hamna chochote kinachoendelea. Hasa akawauliza wale wazee, kwa nini? Wakasema, tulipopeleka hii taarifa kwa viongozi kwamba umetuambia kwamba hapo tu mkichimba tu kidogo hapo kuna hayo madini, viongozi walisema haiwezekani, madini hayapatikani kirahisi namna hiyo. In Africa, success is not easy. Unaposema mafanikio kwa tafsiri ya Kiafrika, lazima iambatane na ugumu. Ikiwa ni rahisi, it is not a success. Imagine now, unaweza ukampa mtu taarifa kwamba bwana, kuna mahali kuna kazi gani? Kwambia ni kazi za ndani, labda ni house girl. Wanalipaje? Akasema wanalipa 900 kwa mwezi. Lazima huyu mtu akatae, haiwezekani. Hao watakuwa Freemason, wanataka kukutoa kafara. Kwa nini? Kwa sababu utajiri mkubwa sana ni mapepo in Africa. In Africa, success ni Freemason, ni uchawi. Imagine even me, wakati naanza kufundisha, watu wakaanza kuona followers, wanaenda wa TikTok, wakaona video, watu wana like, wana comment. Mtu mmoja akasema msimfuate Pastor Nzali, ni Freemason. I was like, hey, this is Africa. Success ni mbaya ni Africa. So kwa nini mafanikio imekuwa ni hatari, watu wanayaogopa in Africa? Namba moja ni kwa sababu ya oppression. Baada ya kuwa tumetawaliwa kwa muda mrefu, tukawa tunalipwa mshahara kidogo, tumefanyishwa kazi ngumu, kile kitu kilibaki ndani yetu. Kwa mpaka leo tunaamini ili upate riziki ni lazima ufanye kazi ngumu na ulipwe kidogo. Kwa maana kuna mahali nilisema hatuteswi na wazungu, tunateswa na Waafrika wenzetu. Kwa nini? Kwa sababu wale walioteswa kipindi kile, the same falsafa ndio tunayowafanyia na wengine. Leo hata kama una bilioni 1 unalipwa, hata kama unalipwa milioni 10 kwa mwezi, ukiwa na dada wa kazi bado utamlipa 100,000 au 50,000. Kwa nini? Ni mindset tu. Sisi wenyewe tunaona yani ni lazima. Familia moja ni familia ya nje ya Ulaya, wao wanamlipa 450,000. Nikasema lakini angekuwa ni ameajiriwa kwenye familia za Kiafrika, hata wao matajiri kiasi gani wasingemlipa hiyo hela. Kwa nini? Falsafa zetu tu, yani tunaona mtu kimwambia tumlipe 400,000 dada wa kazi, hawajawahi lipwaga hiyo. Kwa nini? Tumezoea utumwa, yani by any means lazima tuwe watumwa. Kwa sababu watu wa migahawa wao wanalipwa 2,000 kwa siku, 3,000 kwa siku. Hata ukifungua mgahawa wako, hata kama wanakutengenezea milioni 10 kwa siku, bado utawalipa 3,000. What is the problem? Utumwa ndio unaweka dhana ya mafanikio ya Afrika kuwa ngumu. Mtu anaosha magari analipwa milioni 5. Wao wanathaminiana kazi, yani wanaona hakuna mtu cheap, hakuna mtu mrahisi. Lakini kwa sababu sisi tuliteswa vile, sisi wenyewe kwa wenyewe tunagandamizana kwa falsafa tuliyowekewa. Listen Africa, let us change our mind. Ndio tumezoea kutumikishana hivi. Nasema my assignment is to remove, tuondoe hii dhana ya utumwa. That is my assignment and I believe Mungu atatufanikisha. Trust me, mimi naamini tutafunguliwa. Ninapozungumza hivi, ninamaanisha utumwa si hali ya mwilini, ni hali tulionayo kwenye fikra. Afrika tulifanyishwa kazi kwa taabu, kwa hiyo tumezoea taabu. Wewe angalia tu vitu mfano mdogo. Vijana tu akichukua pikipiki bodaboda, mpe tu kijana pikipiki, kwa sababu amezoea taabu. Lazima yani akichukua avute moto mpaka mkono ukae hivi. Yani ndio tumezoea hivyo. Yani lazima ipate taabu. Muazimishe rafiki yako gari, lazima apakie mawe kwa alushe kwenye matuta, kwa sababu yani tumezoea tabu. Mlango tu wa kufungua hivi tu ufunge, kwa sababu tumezoea tabu. Lazima ufungue afu ufunge na mguu. Yani is like
Maana mtu kimwambia kuna njia tu rahisi unaweza kufanya hivi ukatengeneza fedha tu ukiwa umelala, ukaendelea na ndoto zako, na huu ni utapeli. It doesn't function in that way. Africa, come on. Freedom inawezekana, uhuru unawezekana. Sio lazima tuteseke. Mafanikio sio lazima tupate tabu. No. Yani na package ya vitu, yani I wish like, yani natamani watu tujifunze uchumi, tujifunze dini, yani wale wa Dar es Salaam tukutane hiyo tarehe 31 tusuke mipango tena, tutaona jinsi ya kufanya. Trust me, inawezekana.